Mkurugenzi Baraza la Manispaa Mahalie, ndugu yangu Mohamed Simba, Katibu Tawala Wilaya ya Mahalie, dada yangu Tuwera, mratibu wetu wa SFZ ambao tuko nawe hapa, lakini natambua uwepo wa waratibu wa sheria pamoja na maafisa wengine mbalimbali mlioweza kuhudhuria hapa, wakuu wa vikundi, wanahabari wetu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali ya yote, tuchukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe, kutokana na ridhaa yake ameturuhusu kutupa kibali cha kuweza kuwa hai katika siku hii ya leo, na hatimaye tukakutana hapa katika suala ambalo tulilojipangia kwa niaba na kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaendeleza vyema maeneo yetu katika hali ya usafi, utunzaji wa mazingira, na kuyafanya maeneo haya yaweze kuvutia kwa wakazi na kujiepusha na maradhi mbalimbali ambayo yanaweza yakaibuka. Niweze kumpongeza mkurugenzi wa Manispaa ya Mahalie pamoja na uongozi wake wote, sambamba na kuwashukuru sana wenzetu wa wilaya jinsi ambavyo wanapoweza kushikamana, kukaa pamoja, kuratibu na kuweza kufanya shughuli zetu za kimaendeleo ikiwemo usafi katika maeneo yetu. Kwa hivyo hili nikupongezeni sana na niwashukuru sana. Baraza la Manispaa lina roli 3 kwa 4. Roli ya kwanza ya Baraza la Manispaa, ambayo ni jukumu lake la msingi kuliko jukumu jingine lolote, ni usafi na kupendezesha mji, ambalo hilo jukumu hili tunalo sisi, usafi na kupendezesha mji. Lakini la pili linakuwa ni kuwapanga wafanya biashara katika maeneo yanayostahiki, ambayo yanayovutia na yakaweza kufanya biashara zao. Na la tatu ni ukusanyaji wa kodi ya serikali au mapato ya serikali katika maeneo yetu. Sasa haya ndiyo majukumu hasa ya msingi ya Baraza la Manispaa. Sasa katika majukumu haya, jukumu la kwanza ambalo tuliokuwa tunalo sisi ndiyo wahusika usafi wa mazingira na kupendezesha mlishwa. Sasa kuokota taka, kukusanya taka na kusafirisha, hapa katikati bado hatujajipanga vizuri. Kwa hivyo katika hatua hii tunatakiwa tujipange vizuri ili tuhakikishe kwamba tunafanya kazi vizuri zaidi. Hili ni suala muhimu lililo tulete, kwa sababu mji unapokuwa uko safi, mji utakuwa unavutia, na ukivutia mji ndipo shughuli za kiuchumi zitakazokuwa zinakuwa. Kukua kwa shughuli za kiuchumi ndipo ambapo pato la taifa letu litakuwa linaongezeka. Kukua kwa pato ndipo mishahara yenu itakapokuwa inaongezeka maradufu zaidi kwa kupitia serikali kuu na manispaa zetu. Sasa yengine kwamba usafi ni moja katika kimbilio la afya ya mtu. Bila ya kuwa wasafi, basi afya zetu zitakuwa zina migogoro. Tukitumia kwamba afya zina migogoro, ndipo ambapo tutakapoweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya matibabu kuliko katika shughuli za maendeleo. Sasa nikuombeni kwamba sasa hivi tujue kwamba tuna vita, na vita vyetu viko kwa aina moja tu, tuna adui uchafu katika maeneo yetu. Sasa adui huyu tunatakiwa tuungane pamoja, kike kwa kiume, wadogo kwa wakubwa, tuweze kumwondoa katika maeneo yetu. Iwe moto yetu ni usafi. Usafi utakapokuwa umeshamiri katika maeneo yetu, basi tujue kwamba tutakuwa tuna kazi ndogo sana ya kuelekeza nguvu zetu katika shughuli kubwa za kujiletea maendeleo. Sasa hili
ndio ambayo inatakiwa iweze kufanyika katika eneo letu. Tujue ndugu zangu, nikwambieni kwamba kazi ni kipimo cha utu kabisa. Fanya kazi katika ikhlasi kabisa. Ukifanya kazi katika ikhlasi, usitaki kumwonyesha mtu kwamba mimi nafanya kazi. Fanya kazi ndani ya nafsi yako. Ufanyaji kazi wako huo una malipo makubwa. Malipo haya yatatokea katika aina mbili. Kwanza, jamii itakulipa, lakini la pili, moja kwa moja kwamba Mwenyezi Mungu anakuona na atakulipa. Mimi naamini katika mkurugenzi mwenye bahati ni mkurugenzi Simba. Kuna wafanyakazi wazuri wako tayari hawa kukuunga mkono, na mimi naamini kwamba hutowaangusha. Yaani usiwaangusha hawa vijana. Hawa vijana ni wazuri sana, ni watekelezaji kazi vizuri sana, na mimi nitafanya kwamba kila baada ya mwezi mmoja nitakuja kuweza kusikiliza kwamba vipi hali ilivyo. Leo nimekuja kutoa yangu, nimekaa kama redio. Ndio nitasema baadaye, nikisha kusema ili baadaye tutakwenda, lakini kuna siku nitayataka na ya kwenu pia niweze kuyasikia. Na hii ndio nitatoa nafasi kwa mkurugenzi Simba, kama ndani kwake kuna mtu ambao walikuwa hawakai vizuri na hawa vijana, waweze kujirekebisha na kukaa vizuri, ili kuhakikisha kwamba haki na wajibu zinakwenda kama ni watoto pacha. Yaani haki zao hawa wanazipata, lakini pia wanatekeleza vizuri wajibu wao. Kwa hivyo haki na wajibu ni watoto pacha.